Hebu tuangalie sasa katika maandiko. Romans 5:12. Warumi 5 mstari mtoko wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amen. Romans 5:12 says that there is no one righteous. Everyone is a sinner, in other words. Katika kitabu cha Warumi 5 mstari mtoko wa 12 inasema ya kwamba hakuna yule ambaye anasema ya kwamba hachatenda dhambi. This is the sin, the body of sin, old self, simple nature. Hii ndiyo dhambi ya asili, dhambi ya kimwili na dhambi uliyosaliwa ndani. We are going to Romans 6:6. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Warumi 6:6. 6:6 nasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubadilike, tusitumikie dhambi tena. Amen. How can you believe Jesus as a Christ? Unawezaje kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo? How can you receive Christ in us? Unawezaje kupokea Kristo ndani mwetu? What is believing Jesus as a Christ? Unaamini nini? Amini Yesu ndiye Kristo. Amen. We need to realize that we are sinners of old self. Mwelewe ya kwamba sisi ni wenye dhambi kupitia dhambi ya asili. Romans 5:12, Romans 3:10 says that there is no one righteous. Everyone is a sinner, in other words. Mwelewe ya kwamba katika kitabu cha Warumi imesema ya kwamba hakuna yule ambaye anasema ya kwamba hana kosa. Kila mmoja ana makosa ama ni mwenye dhambi. What is believing Jesus as a Christ? Utaweza kuamini namna gani ya kwamba Yesu ndiye Kristo? Remember, we need to realize that Romans 5:12, Romans 3:10, Romans 3:23, we are sinners and believe we are sinners. Tuelewe katika kitabu cha Warumi 3:23, sisi ni wenye dhambi na tukubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Amen. We are going to Galatians 2:20. Tunaenda kusoma kitabu cha Wakalatia. Galatians 2:20. Wakalatia 2:20. Galatia 2:20. 2:20 nasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye amenipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Amen. How can we receive Christ in us? Unawezaje kumpokea Kristo ndani mwako? First, we need to realize that we are sinners of old self. Inahitajika ukaweze kuelewa ya kwamba wewe ni mwenye dhambi kwa dhambi ya asili. And Galatians 2:20, crucifying your old self on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. Inahitajika ukaweze kuelewa ya kwamba Yesu ndiye Kristo. What is believing Jesus as a Christ? Ni nini maana ya kuweza kumwamini Yesu ndiye Kristo? Galatians 2:20, crucifying you old self on the cross with Christ is the
evidence that you believe Jesus as a Christ. Mwelewe katika Wakalatia 2:20, unasulubishwa pale msalabani kupitia kwa Kristo Yesu, na ndiposa akaweze kukombolewa. Amen. We are going to Romans 6:4. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Warumi 6 mstari mtoko wa 4. Lakini kila mtu na aipime kasi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Amen. What is believing Jesus as a Christ? Na itachika ukaweze kuelewa ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Remember, Romans 6:4, crucifying you old self on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. Katika yale maandiko inamaanisha ya kwamba utasulubisha dhambi zako kupitia pale msalabani na kupitia kwake Kristo. Amen. The evidence of believing Jesus as the Christ is realizing that I have sin of old self and believe it. Inahitajika ukaweze kuelewa ya kwamba kuamini, unaamini Yesu aliyefanyika Kristo kupitia pale msalabani. Galatians 2:20, you need to bring your old self and crucify on the cross with Christ to have the evidence that you believe Jesus as a Christ. Inahitajika katika maandiko matakatifu cha Wakalatia inasema ya kwamba tusulubishe dhambi zetu kupitia pale msalabani na ni kupitia kwake Yesu Kristo. What is the evidence that you believe Jesus as a Christ? Ni nini itakaye kuonyesha ya kwamba unamwamini Yesu ambaye ni Kristo? If you have a faith that you have been crucified on the cross with Christ in your heart, that faith is the evidence you are believing Jesus as a Christ. Ikiwa ya kwamba utaweza kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo na ukaweze kuamini saiti sana ya kwamba alisulubishwa kwa ajili ya dhambi zetu, tutaweza kuokolewa. Amen. What is the evidence that you believe Jesus as a Christ? Ni nini itakaye kuonyesha ya kwamba wewe unamwamini Yesu ambaye ni Kristo? Galatians 2:20, if you have a faith that you have been crucified on the cross with Christ in your heart, that faith is the evidence you are believing Jesus as a Christ. Katika kitabu cha Wakalatia 2 mstari mtoko wa 20, kwa imani utaweza kuamini ya kwamba umesulubishwa pamoja na Kristo pale msalabani. Christ will come to your heart when you crucify your body of sin on the cross. Kristo ataingia ndani mwako ikiwa utaweza kusulubisha huu mwili wako huu ambao unauona. Ikiwa kwamba utasulubishwa pamoja naye, Kristo ataingia ndani mwako. Amen. Amen. What does it mean to believe in Jesus as the Christ? Anamaanisha nini unapomwamini Yesu ambaye ni Kristo? If you hold the faith that I crucified my old self on the cross, Ikiwa utaamini ya kwamba dhambi zako ambazo umezifanya zimesulubishwa na Yesu kupitia pale msalabani, then you are the one having the evidence. ni wewe tu ambaye pia wewe utakuwa na uhakika kabisa ya kwamba umeweza kusulubishwa pamoja na Kristo. Amen. Those who have a faith are having the evidence that they believe in Jesus Christ.
hao ambayo wako na imani wataweza kuamini zaidi sana ya kwamba wamesulubishwa pamoja na Kristo. Amen. We are going to 1 John. 1 John 5:10. Please read. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza Yeah. 5 mstari wa 10. 1 John 5:10. Yohana wa kwanza 5 mstari mtoko wa 10. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Amen. If you hold the faith that I crucified my older self on the cross, then you are the one having the evidence. Ikiwa kwamba utaweza kumwamini huyu Yesu Kristo na ukaweze kuchukua dhambi zako zote ukaweze kuwekwa ndani mwake, wacha nikwambie ya kwamba utakuwa na uhakika kabisa ya kwamba hiyo dhambi zako zimesulubishwa. Amen. We are going to 1 John 5:1. 5:1, please read. Yohana wa kwanza 5 mstari mtoko wa kwanza. Tafadhali soma. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amesaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kusaa apenda hata yeye aliyesaliwa na yeye. Amen. Amen. Those who have faith are having the evidence that they believe in Jesus Christ. Ikiwa ya kwamba yeye atakaye amini, yule ambaye ametumwa, ambaye ni Yesu Kristo, yeye atakuwa ndani ya Kristo na atakuwa kiumbe kipya pia. Amen. A person who has a faith that I died on the cross is the evidence that the person has accepted Jesus as the Christ. Ikiwa ya kwamba utakuwa na imani na ukaweza kujua ya kwamba kupitia kwake utaweza kusulubisha dhambi zako, utaweza kuokolewa. Amen. We must preach, teach, know the gospel well and evangelize Jesus Christ. Inahitajika tukaweze kufundisha vyema na inastahili tukaweze kufanya uinjilisti na tukaweze kuwafundisha watu vizuri. Amen. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yoyote atakayeliita jina la Bwana ataweza kuokolewa. Amen. When Christ, who is your life, appears to them, you also will appear with him in glory. Ikiwa Kristo Yesu ataweza kuonekana kwa utukufu, pia wataonekana kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Amen. David saw the Lord always, not Jesus. David saw the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. Hello? Hello? Yes, we are getting you. Okay. Hello? It's okay. Yes. David did not see Jesus before the cross. Daudi hakuweza kumuona Yesu kabla ya msalaba. David seeing the risen Christ after cross. Daudi aliweza kumuona Kristo kabla ya msalaba. If we want to go to heaven, we too must meet the Christ after cross. Ikiwa unataka kwenda mbinguni mpaka lazima ukutane na Kristo kabla ya msalaba. A lot of people just think Jesus, 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 not Christ. Watu wengi wanasema Yesu, 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 lakini hawawezi kusema Kristo.
I saw Jesus, Jesus is in me. They are lying, lies that are deceived by the devil. Wanasema nimemwona Yesu, Yesu ako ndani mwangu, nimemwona ako ndani mwangu, wanaongozwa na shetani. Amen. They are said the Holy Spirit is the power of God. They are deceived by the devil. Wanasema ya kwamba Roho wa Mungu ako ndani mwangu, lakini wanaongozwa na shetani. Holy Spirit and the Spirit Christ are different. Muone ya kwamba Roho na Kristo tuko na utofauti mkubwa sana. Amen. Yeah. If you are going to Holy Spirit and the Spirit different, we are study. Mwelewa ya kwamba unapokutana na Roho ya Kristo na roho zingine siko na utofauti mkubwa sana. We are going to 1 Corinthians 1:24. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 24. 1 Corinthians 1:24. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 24. Bali kwao ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Amen. 1 Corinthians 1:24. Look at the Bible. Holy Spirit is the power of God. This is wrong. Christ is the power of God. Christ is the wisdom of God. Mwelewa ya kwamba Kristo ndiyo mfano wa Mungu na Kristo ndiyo nguvu ya Mungu. Amen. What do you think about the Christ? Unaweza kuwaza namna gani juu ya Kristo? The son of David. This is a correct or wrong? Ni mwana wa Daudi. Hii ni ukweli ama ni uongo? Tell me. What do you think about Jesus? The son of David. Is this correct or wrong? Ati ni mwana wa Mungu ama ni mwana wa Daudi? Hii ni ukweli ama ni uongo? Eh? Mwana wa Mungu. They are saying the son of God. What do you think about Jesus? My question. What do you think about Jesus? Unawaza nini juu ya Yesu? Okay, concerning Jesus, Yeah. The Pharisees believed that he was the son of Joseph Yeah, and you're Mary. right. Yes, you're right. Yes. What do you But say? Yeah. the Bible, Yeah. he was there in the beginning. Even he challenges the Pharisees that before Abraham, I was. Yes. Amen. Amen. What So is they are saying Mm. they are saying that Christ Mm. is the spirit. Yes. So Jesus is the flesh. Yeah, you're right. You're right. Yes. Yeah. So after crucifixion, Yes. we get Christ, Amen. who is now a spirit. Yes. Yeah. So we think that Jesus, it means that the one who came in the flesh. Yeah, you're right. Yes, yes. But Christ is the spirit. Yeah. After the cross. Yes, yes. Yes. Amen. Yeah. What do you think about Christ? You are the Messiah, the Son of a living God, right? Ni Kristo ndiye mwana wa Mungu anayeishi. Yeah. Yes. Jesus and the Christ are different. Jina la Yesu na Kristo liko na tofauti mkubwa sana. If we want to go to heaven, we have to meet the Lord Jesus Christ. Ikiwa nataka kwenda mbinguni mpaka lazima ukutane na Bwana Kristo. Amen. 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 Therefore, let all Israel be assured of this God has made this Jesus,
God has made this Jesus. Wacha tukaweze kuelewa mawazo yetu ya kwamba Bwana ndiye Kristo, lakini tusiweze kuwaza ya kwamba Yesu bila kuelewa ya kwamba ndiye Kristo. Yes, Amen. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Mwelewa ya kwamba ni Mungu ndiye aliweza kumtuma huyu Yesu ambaye mliweza kumsulubishwa pale msalabani. This is a completely different world working for Jesus before the cross and the Christ after cross. Mwelewa ya kwamba Yesu kwa msalaba alifanyika kuwa Kristo. Tuko na utofauti mkubwa sana. Jina la Yesu na jina la Kristo. Amen. Yes, God must wait until Jesus becomes the Christ so that mankind can be saved from sin. Mungu aliweza kuongoja jina la Yesu lifanyike kuwa Kristo, ndiposa mwanadamu akaweze kuokolewa kutoka ndani ya dhambi. Amen. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yeyote atakayeliita jina la Bwana ataweza kuokolewa. Now the Lord is the split, not Jesus. Now the Lord is the split, and where the split of the Lord is, there is freedom, salvation. Mwelewa ya kwamba huyo Kristo ndiyo roho, na hiyo roho inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu ndiye aliweza kuituma. Peter said, call on the name of the Lord and you would be saved. Petero akasema ya kwamba liite jina la Bwana, na hilo jina kwa hilo jina utaweza kuokolewa. Amen. Amen. And the Apostle Paul said, Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved through our Lord Jesus Christ. Paulo akaweza kusema katika kitabu cha Warumi ya kwamba yeyote atakayeliita jina la Bwana ataweza kuokolewa kupitia kwa jina la Kristo. He said, call on the name of the Lord, which means after cross. Mwelewa ya kwamba kuliita jina la Bwana ambaye ni Kristo ni pale vile ameweza kusulubishwa. And David was repelling not Jesus before the cross. Hata mwelewa ya kwamba Daudi anakataa jina la Yesu, anasema jina la Bwana Kristo. Amen. But Christ after cross, because it is totally different to believe only Jesus from believing Jesus is the Christ. Mwelewa ya kwamba iko na utofauti mkubwa kumwamini jina la Kristo kabla ya msalaba na Yesu, jina la Yesu ndio lifike kwa msalaba. Unaona ya kwamba tuko na utofauti mkubwa sana. Yeah, Amen. David said he saw not Jesus. David said he saw the Lord and spoke of the resurrection of the Christ. Mwelewa ya kwamba Daudi anasema kwamba nimeweza kumuona Bwana ambaye ameweza kusulubishwa pale msalabani. Amen. These days, a lot of people just think Jesus is the Christ, Christ is Jesus. They do not know meaning. Watu wengi wanaamini ya kwamba Kristo, Yesu ndiye Kristo, lakini hawajui maana yake. Yeah, they are lying, lies that are deceived by the devil. Watu wengi wanatanganya sana na wanaongozwa na shetani. Many people said, I believe Jesus, and through it applies them to the crucifixion. Watu wengi wanasema ya kwamba wameweza kumwamini Yesu ambaye ni Kristo kupitia pale msalabani, lakini hawaelewi, hawajaweza kusulubisha hata dhambi zao. However, did the Bible says to us the resurrection of Jesus or Christ?
Watu wengi hawaelewi ya kwamba kupitia kwa msalaba, kupitia kwake Yesu Kristo tumepata uhai. Look at the Bible, 1 Corinthians 15:20. Tuangalia katika maandiko matakatifu kitabu cha Korinto wa kwanza 15 mstari mtoko wa 20. Yeah, 1 Corinthians 15:20. Look at the Bible. Korinto wa kwanza 15 mstari mtoko wa 20. Tafadhali angalia katika Biblia zenu. Ndugu wote wawasalimu. Korinto wa kwanza 15 1 Corinthians 15:20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala. hapo tu. Amen. The Bible tells us that Christ has risen, not Jesus. Look at the Bible. Naangalia ya kwamba hapa ni Kristo, sio Yesu. Am I right? Amesema kweli? Yes. The Bible tells us that Christ has risen, not Jesus, not Jesus. Mwelewa ya kwamba Kristo ndiye aliyefufuka, sio Yesu. Amen. We are going to 1 Corinthians 15:22. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Korinto wa kwanza. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Amen. As in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Je, amesema kwamba ndani ya Kristo watu wote watakuwa na uhai? Ametanganya ama amesema ukweli? Amesema ukweli. It's right. Amen. We are going Amen. to 1 Corinthians 15:45. Katika kitabu cha Korinto wa kwanza 15 mstari mtoko wa 45. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Amen. First Adam means before cross Jesus. Baada ya msalaba ni Yesu. Kabla ya msalaba ni Kristo. Last Adam means Christ. Mwelewa ya kwamba Adamu wa mwisho ndiyo Kristo. Amen. We are going to Romans 5:14. Kitabu cha Warumi 5 mstari mtoko wa 14. Romans 5:14. Warumi 5 mstari mtoko wa 14. Maana inasema, walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ikawatawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Amen. I hope you understand the gospel is Christ. Ninajua ya kwamba ameweza kuelewa injili ya Kristo. What is believing Jesus as a Christ? Ni nini na itakayefanya ukaweza kumwamini Yesu aliyefanyika kuwa Kristo? Here is the evidence of believing Jesus as a Christ. Hapa ndio hakika unayokuonyesha ya kwamba Yesu ndiye Kristo. We need to realize that we are sinners of old self. Inahitajika tukaweze kuelewa ya kwamba sisi ni wenye dhambi kupitia kwa ile dhambi ya asili. Crucifying your old self on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. Kusulupisha dhambi yako ya asili kupitia kwake Yesu Kristo pale msalabani itaweza kuonyesha ya kwamba kweli wewe uko na uhakika ndani mwake. The evidence of believing Jesus as the Christ is realizing that I have a sin of old self and believe it. Kuwa na uhakika ni kusulupisha dhambi zako, na utaweza kuishi ukiwa na maisha ya miaka na miaka kwa kuamini. What is the evidence that you believe Jesus as a Christ? Ni uhakika gani
ambayo itaweza kuonyesha ya kwamba wewe unamwamini Yesu kuwa Kristo. You need to bring your old self and crucify on the cross with Christ to have the evidence that you believe Jesus as Christ. Utakuwa na imani ya kwamba dhambi zako za azili zimesulubishwa na Yesu Kristo kupitia pale msalabani. Amen. If you have a faith that you have been crucified on the cross with Christ in your heart, that faith is the evidence you are believing Jesus as Christ. Ikiwa ya kwamba utaweza kuamini ya kwamba dhambi zako zimeweza kusulubishwa na Yesu Kristo pale msalabani, kweli utakuwa na uhakika ya kwamba dhambi zako zimeweza kusulubishwa. Amen. And Christ will come to your heart when you crucify your body of sin on the cross. Na Yesu ama Kristo ataweza kuja ndani mwako kama utakuwa na uhakika ya kwamba dhambi zako za azili zimesulubishwa na Kristo pale msalabani. Amen. What does it mean to believe in Jesus as the Christ? Kitu cha maana ni kumwamini Yesu kuwa Yesu ndiye Kristo. Amen. If you hold the faith that I crucified my old self on the cross, then you are the one having the evidence. Ikiwa ya kwamba utaweza kuwa na uhakika na uamini ya kwamba dhambi zako zimesulubishwa pale msalabani kupitia kwa Kristo, kweli utaokolewa. Amen. Those who have faith are having the evidence that they believe in Jesus Christ. Ni yeye tu atakaye amini kuwa Yesu ndiye Kristo kupitia kwa imani yake. A person who has a faith that I died on the cross is the evidence that the person has accepted Jesus as the Christ. Kitu cha maana ni mtu kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. We must Amen. know the gospel, will and evangelize Jesus Christ. Inahitajika tafadhali msome neno na mkafanye uinjilisti, mfundishe watu ukweli. Bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Ninawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. You are blessed in the name of the Lord Jesus Christ. Ati mumebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. In the name of Christ, you are all a blessing. Katika jina la Bwana Kristo nyinyi nyote mmebarikiwa. Amen. If you believe in Christ, everything will happen automatically. Ikiwa utaweza kuamini ndani ya Kristo, kila kitu itafanyika kwa miujiza. If you believe in Christ, you will go to heaven. Ikiwa utaweza kuamini ndani ya Kristo, wewe utaenda mbinguni. Amen. I am now the Son of God. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Amen. God is now my Father. Sasa Bwana ndiye baba yako. Amen. 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 Let's pray. Acha tuombe. I have been crucified on the cross with Christ. Nimesulubishwa na Yesu Kristo pale msalabani. So I have died the old self, body of sin, body of death. Nimeweza kufa dhambi ya azili na dhambi ya kimwili. I have already died to the sin through the death of Christ. Nimeweza kuamini ya kwamba dhambi zangu zote zimeweza kusulubishwa kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo. Lord, let me take my own cross. Bwana, wacha nikaweza kuchukua msalaba wangu. Dear Heavenly Father, give me faith that my sin will go away by taking my own cross. Baba yangu, ninaamini ya kwamba dhambi zangu zote zimeweza kusulubishwa pale msalabani kupitia kwa msalaba zangu zote.
Your death on the cross is also my death. Kifo chako msalabani pia ni kifo changu. Therefore, I keep bearing my cross. Sasa hivi Baba, nimeweza kuchukua msalaba wangu. Therefore, I die every day with you, Lord. Baba, ninakufa kila wakati, kila siku kwako wewe. We always carry around in our body the death of Christ. Nimeweza, dhambi zangu zote zimekufa kupitia pale msalaba kwa jina la Kristo, So that the life of Christ may also be received in our body. ndiyo uhai wa Kristo tukaweza kupokea ndani ya mili zetu. Lord, we believe if we died with Christ, Bwana, ninaamini ya kwamba nimekufa kupitia kwa Kristo, we will also live with him. Bwana, nitaendelea kuishi pamoja na wewe. Let this belief be sown into my heart. Hii ninaamini ya kwamba ndani yangu nimeweza kukombolewa. We know that every knee should bow at the name of Christ. Ninaendelea kunyenyekea chini la jina la Bwana ambaye ni Kristo. No one wins over us who are with the Lord Jesus Christ. Let your words happen to me. Bwana, ninaamini ya kwamba mambo yako yote, nguvu yako yote ifanyike kupitia kwangu. I was crucified with Christ. Nimesulubishwa na Yesu Kristo. Now in me I died and Christ lives. His destroys all sins and makes me. Kwangu mimi ninaamini ya kwamba nimekufa kupitia kwake na dhambi hii yote imeweza kuondolewa kupitia kwake, na Kristo ndiye anayeishi ndani mwangu. Whole he said he would make it a new name. Please help me to achieve it completely. Baba yangu, acha nikaweze kuamini na nikaweze kuelewa saiti sana, nikafanyike kuwa wewe mwenyewe kabisa kabisa. If we die on the cross, sin cannot be our master. Baba, ninasulupisha dhambi zangu zote kupitia pale msalabani na sitaweza kuishi mimi. Let this world works in me. Baba yangu, acha jina lako, nguvu zako zikafanye ndani mwangu. Lord, now we pray to God that you will not do anything wrong. Bwana, ninaomba kupitia kwa Bwana Mungu wetu, kwa jina lake sisi tutaweza kuokolewa. Help us not to do any evil things. Tusaidie Baba, tusifanye vitu vyote vya kimashetani. I am now the Son of God. God is now my Father. Sasa hivi ninaamini ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu na wewe Bwana ni Mungu Baba yangu. I pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Glory God. Hallelujah. Glory God. Glory God.